Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa naomba sana tulinde miradi yetu, tulinde miundombinu tunayoijenga ili iwe na tija. Mheshimiwa Mwenyekiti, nami ni kushukuru kwa kunipa nafasi ya kuchangia wizara muhimu, Wizara ya Ofisi ya Waziri Mkuu. Kwanza, kabla sijaanza kuchangia wizara ya TAMISEMI, wananchi wa Bunda mjini wamechoka kusikia habari ya mchakato unaendelea kuhusiana na mradi wa TACTIC. Wananchi wa jimbo la Bunda mjini wanaungana na rais wao Daktari Samia Suluhu Hassan kwamba wanahitaji matokeo. Wanataka stendi ya kisasa, wanataka barabara za lami, wanahitaji soko la kisasa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nipongeze Ofisi ya Waziri Mkuu kwa kazi nzuri wanaoifanya ya kumsaidia rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Sisi tutawaunga mkono hasa kwa staili ya waziri mkuu wetu ya kukemea uzembe, kuhitaji uadilifu na uchapakazi. Hayo yote ndio yataenda kufanya dira yetu ya 2025 na 50 iweze kutekelezwa. Waheshimiwa wabunge wenzangu, nyie na mimi tutakubaliana kwamba nchi yetu inapiga hatua. Tunajenga miradi mbalimbali, tunajenga shule, tunajenga hospitali. Hivi tumeshajiuliza tutalindaje hii miradi ili vizazi na vizazi waweze kuviona? Mheshimiwa Mwenyekiti, nchi yetu bado hatujawa na utaratibu wa kutenga pesa kwa ajili ya ukarabati, kwa ajili ya maintenance. Na nyinyi mnajua nyumba yako tu unayoishi ukiijenga ukaiacha, baadaye ikachakaa, itakupa gharama kubwa kuirudisha katika ubora wake. Mheshimiwa Mwenyekiti, juzi nimetoka Dar. Kila unapopita Dar, construction zinaendelea ya miundombinu mbalimbali. Hivi tumekujaje? Tumejiuliza hii miundombinu tutaitunzaje ili ibaki katika ubora wake? Lazima kama taifa kupitia dira hii tunayoiweka, ni wakati muafaka wa kutenga fungu maalum tutakalotafutia chanzo na kukiwekea sheria kwa ajili ya ukarabati, kwa ajili ya kulinda miradi yetu mbalimbali na miundombinu mbalimbali. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa napitia bajeti iliyopita. TAMISEMI peke yake imetekeleza miradi 8 ya trilioni 8.9. Hii miradi tutailindaje? Hii miradi tutahakikishaje inabaki na ubora, na hasa ukizingatia kwenye miradi ya serikali inapaswa kwamba majengo ya serikali yanapaswa kudumu kwa miaka 55. Hii miaka 55, yes, tutahakikisha inakuwa na ubora. Haiwezi ikadumu kama tusipotenga pesa kwa ajili ya ukarabati. Mheshimiwa Mwenyekiti, leo hii Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna shule za msingi chakavu 11,000. Tuna shule za sekondari chakavu 405. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna madarasa chakavu 7,741. Mheshimiwa Mwenyekiti, hii tu ni sekta ya elimu. Tunahitaji trilioni 3.8 ili shule hizi 11,000 za primary, shule 405 za sekondari, madarasa 7,700 zirudi kwenye hali yake. Trilioni 3.8. Kwa sababu gani? Tuliacha zikachakaa, tumejenga, watoto wametumia, tukasahau kuweka fungu la ukarabati. Na hii Mheshimiwa Waziri Mkuu, utaandika historia kuwa waziri mkuu wa kwanza utakayeweka historia ya kuhakikisha
miundombinu ya Watanzania inalindwa vizuri kwa kutenga fungu maalum kwa ajili ya ukarabati, tukalitungia sheria. Tuilinde miundombinu yetu tunayojenga ya barabara, tulinde shule zetu, tulinde hospitali zetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, hapo nilikuwa nimetaja sekta ya elimu. Tukija kwenye sekta ya afya, tuna zahanati 1785 zinahitaji bilioni 1.3 kwa ajili ya ukarabati. Mheshimiwa Mwenyekiti, lazima kama taifa kwenye dira yetu tuanze kuwa na kacha ya kuweka pesa kwa ajili ya kulinda miradi yetu mbalimbali ambayo tunaijenga. Mheshimiwa Mwenyekiti, hapo nimesema zahanati. Ukija kwenye vituo vya afya 534 zinahitajika pesa za ukarabati bilioni 192. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumejenga, tumefanya maendeleo sana. Tuna wajibu wa kulinda miundombinu yetu kwa kutenga pesa kwa ajili ya ukarabati. Na tusipofanya hivyo, tutakuwa tunajenga tunasema tumejenga barabara, tumejenga shule, tunapiga hatua 10 mbele, tunarudi 6 nyuma, kwa sababu sisi wenyewe tumeshindwa kuweka mekanizmu ya kulinda miundombinu yetu, ya kulinda miradi mikubwa tunayoijenga, ya kulinda miundombinu ya shule, ya kulinda miundombinu ya zahanati. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, hapo nimezungumzia hivi vilivyopo. Tukienda kwenye maboma ambayo yanahitaji kukamilishwa, tuna maboma 1596 ya zahanati. Mbali na hizi shule zilizojengwa, mbali ya zilizochakaa, haya maboma kukamilika kwake yanahitaji bilioni 115. Haya tumekamilisha, tunayalindaje ili wananchi wetu waweze kupata huduma kwenye hospitali zilizo bora, kwenye zahanati zilizo bora? Mheshimiwa Mwenyekiti, ukija kwenye hospitali ambazo bado zinahitaji bilioni 2.4 kwa ajili ya ukarabati, lakini sisi tu kwenye serikali yetu tumeweza kukarabati maboma 346 yenye thamani ya bilioni 30. Mheshimiwa Mwenyekiti, kupanga ni kuchagua. Hii kasi ya maendeleo inayofanywa na serikali yetu chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan, lazima tuweke mkakati wa kuhakikisha miradi yote inakuwa na ubora na kwa kuwa na fungu la ukarabati. Na mimi hili msipojibu nitashika shilingi, kwa sababu tunataka miundombinu tunayoijenga, shule tunazozijenga, hospitali tunazozijenga zibaki na ubora wake. Tuwe na kacha ya kuhakikisha tunatenga pesa kwa ajili ya ukarabati, na hili inawezekana tukiweka nidhamu tu, hata kila tunachokitengea kitumike kwa matumizi sahihi. Lakini tukienda kwenye kacha, kama tunatenga pesa za mfuko wa barabara ziko kwenye ring fence, lakini mpaka leo 42% tu wamepokea, haitakuwa na tija. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa naomba sana tulinde miradi yetu, tulinde miundombinu tunayoijenga ili iwe na tija. Vizazi na vizazi vitakuja kutukumbuka bunge hili kwenye dira hii ya 2025 2030 kwamba kulikuwa na bunge liliamua kuweka utaratibu wa kuhakikisha miradi inayojengwa inabaki kwenye ubora ili tuweze kupiga hatua kwa namna ambavyo tunataka taifa letu liende. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusema hayo, narudi jimbo la Bunda mjini. Jana Mheshimiwa Waziri Ndugange, nimekupa document ya miradi vipolo na maboma ya zaidi ya bilioni 2.4 inahitaji kukamilika kwenye jimbo la Bunda mjini ili wananchi wangu waweze kupata huduma bora za afya, waweze kupata huduma bora ya elimu. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusema hayo, asante sana, naunga mkono hoja.